Dada yangu Mkiramweni, umeuliza kuhusu meli iliyokamatwa kule El Salvador. Ni kweli tumepokea hii taarifa na baada ya kutazama katika takwimu zetu tumebaini kwamba ni meli ambayo imesajiliwa kule Zanzibar, na wenzetu wamesajili hii meli kupitia wakala naitwa Konarina. Ni utaratibu ambao sisi kama nchi kupitia kwenye shirika lile la meli duniani sisi ni wanachama. Kwa wenzetu Zanzibar walisajili hii meli kupitia kwa wakala, kwa sababu kiutaratibu ni kwamba ukiwa kwenye lile shirika ile International Maritime Organization una uwezo wa kuwa na mawakala mbalimbali ambao watakusaidia kusajili meli katika maeneo mbalimbali. Kwa baada ya kutazama tumekuta kweli ni meli ambayo ilisajiliwa kupitia kule Zanzibar, na wenzetu Serikali ya Mapinduzi Zanzibar imechukua hatua kadhaa, lakini niwaombe ndugu zangu waandishi wa habari, Serikali ya Mapinduzi Zanzibar watakuja kutoa taarifa kuhusiana na meli hii. Lakini kwa haraka, ili watu wasiendelee kupata upotoshaji, ziko hatua ambazo zimechukuliwa mara moja, kwa sababu meli hizi zikiwa zinasajiliwa kwenye nchi yako sio kwamba inatoka hapa. Inaweza ikasajiliwa ikiwa kwenye nchi nyingine na inafanya kazi huko, na ndio maana hata kwenye meli hii kwenye taarifa ambayo imetoka mmesikia kwamba hakuna Mtanzania aliyekamatwa huko. Ni meli ambayo imesajiliwa huko na wakala na imefanya kazi huko na imekamatwa huko kwa makosa yaliyoko huko. Lakini kwa sababu sisi kupitia Serikali ya Mapinduzi Zanzibar ilisajiliwa huku kwetu, Serikali ya Mapinduzi Zanzibar imechukua hatua zifuatazo. Kwanza, ilipopata taarifa tarehe 17 ya mwezi uliopita, mwezi wa pili, mwezi huu, tarehe 18 ya mwezi wa pili, Serikali ya Mapinduzi Zanzibar imefuta usajili wa ile meli. Ile meli inaitwa nadhani FMS Eagles. Ile meli imefutiwa usajili na hivi ninavyozungumza haina usajili tena wa Zanzibar. Lakini jambo la pili, Serikali ya Mapinduzi Zanzibar imewatafuta wamiliki wa hii meli kujua kulikoni. Sasa kama unavyojua watu yamewakuta mambo, ushirikiano haujawa mzuri sana, nafikiri mnanielewa, na ndio maana imetoa hiyo hatua ya kwanza ya kufuta usajili wake. Lakini pili, imeipiga fine ile kampuni kwa mujibu wa taratibu za IMO, imeipiga fine ya dola 20,000. Jambo la tatu, inaendelea kufanya mawasiliano kupitia wizara yetu ya mambo ya nje ili kuondokana na utambuzi wowote wa meli hii kimataifa. Lakini zaidi ya hapo, wanaendelea kufanya tathmini ya mawakala wote ambao wameingia nao mkataba wa kusajili meli, ili wale ambao ni wababaishaji waondolewe kwenye orodha ya usajili. Kwa hiyo hizo ni hatua ambazo Serikali ya Mapinduzi Zanzibar imezifanya kwa haraka, angalau wa Tanzania mjue kwamba kwanza ni kweli meli iliyosajiliwa imesajiliwa Tanzania, lakini ni meli ya nje ya nchi na ilikuwa inafanya kazi huko nje ya nchi. Lakini kwa sababu imevunja taratibu, Serikali ya Mapinduzi Zanzibar tayari imeshaanza kuchukua hatua, na baadaye watakuja kutoa taarifa rasmi ya hatua zingine ambazo Serikali ya Mapinduzi Zanzibar imezichukua kuhusiana na meli hii. Lakini ni meli ambayo ilikuwa na wageni, haikuwa na Mtanzania hata mmoja. Sawa ndugu zangu, maswali hayo nimeyajibu, sasa ni matano.